Habari za muda huu ndugu wapenzi wasikilizaji wa channel yetu pendwa ya Ndindi Channel. Kama ndo kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kuna kupuliza ili ipoe na kuna kupuliza ili wake. Walichokifanya jana bodi ya ligi ni kupuliza ili iwake na sio kupuliza ili ipoe. Kikao kilichofanyika jana majira ya asubuhi saa 4 za asubuhi pale katika ofisi za bodi ya ligi, lengo likiwa ni kupuliza ili ipoe paweze kupatikana mwafaka ili ijulikane kama dabi ya tarehe 15 mwezi wa 6 huu inaweza kufanyika pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Bodi ya ligi waliamua kuwaita Dar es Salaam Yanga Africa ili kukaa nao kikao. Kikao kilikuwa ni kizito kabisa cha kujadili mwenendo mzima wa jinsi gani dabi inaweza kufanyika Juni 15. Lakini Yanga walikuja na matakwa yao mbele ya kamati ya bodi ya ligi na walihitaji matakwa yao yote yatekelezwe haraka sana iwezekanavyo ili dabi iweze kuchezwa. Yanga waliwapa matakwa 4 makuu bodi ya ligi na kuhitaji yatekelezwe haraka sana iwezekanavyo na wapange upya tarehe ya marudiano ya dabi ya ligi na sio Juni 15 kama ambavyo walipanga wao. Bodi ya ligi baada ya mkutano ule waliamua kutoka hadharani na kwenda kuhojiwa na waandishi wa habari, hali ambayo ilizua taharuki kubwa tena na tukio likazidi kuwa gumu zaidi tofauti na lilivyokuwa mwanzo. Ni bora baada ya kikao bodi ya ligi wangeamua kunyamaza na kukaa kimya na kusubiri hatima ya mwafaka ambao wangejadiliana wao kwa wao ndani, na ili baadaye waje watoe majibu ya uhakika ambayo Yanga walihitaji ili waweze kukubali kucheza dabi. Lakini kutokana na jeuri na kiburi cha madaraka waliamua kutoka hadharani na kutoa matakwa yote 4 ambayo Dar es Salaam Yanga Africa waliyataka na kujaribu kuyaeleza kisiasa, na wakidai kwamba ni magumu kutekelezeka mpaka wakae na kamati kuu ya TFF ndipo watakapoweza kutoa majibu ya kueleweka, hali ambayo iliwakasirisha viongozi wa Dar es Salaam Yanga Africa na kuona ya kuwa uongozi wa bodi ya ligi bado unaringia jeuri na kiburi cha madaraka na kuamua kukandamiza baadhi ya vilabu kadri wawezavyo. Uongozi wa Dar es Salaam Yanga Africa ukaja na majibu mazito baadaye mara baada ya bodi ya ligi kutoa conference na waandishi wa habari. Uongozi wa Yanga uliamua kufutilia mbali swala la wao kukubali kucheza dabi mpaka matakwa yao 3 makuu yatimizwe, na istoshe hapo wakakandamiza msumari mwingine mzito kabisa. Yani kana kwamba unaenda hospitali unaumwa kichwa, ukifika daktari anakuambia mbona maini figo zote zimefeli, unachotakiwa ni kuanza kutibu kichwa au kutibu maini na figo. Dar es Salaam Yanga Africa wakaeka msimamo mpya hiyo siku ya jana na kusema ya kwamba hawatocheza mechi zote zilizosalia za ligi kuu Tanzania bara, na pia hawatokwenda kucheza fainali ya kombe ya CRDB Federation Cup ambayo ilipangwa kuchezwa na Singida Black Stars. Mpaka leo haijajulikana itachezwa Tanzania bara au Zanzibar. Dar es Salaam Yanga Africa wamesema hawako tayari kucheza fainali hiyo mpaka pale ambapo watalipwa pesa zao za ubingwa wa CRDB Federation Cup wa msimu uliokwisha, hali iliyozua taharuki tena kwa wapenzi wa soka hapa nchini Tanzania ya kwamba TFF na bodi ya ligi walishindwa kuwalipa Dar es Salaam Yanga Africa pesa zao za ubingwa wa CRDB msimu uliopita. Mambo yamezidi kuwa makubwa na mazito kwa upande wa bodi ya ligi. Hawajui watatue changamoto ya dabi au sasa warudi kutatua changamoto ya ubingwa wa CRDB wa msimu uliopita. Usichoke kunifuatilia. Kama ndo mara yako ya kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.